Risk factor ya kwanza kabisa ni uzito mkubwa pamoja na kitambi. Unapokuwa na uzito mkubwa pamoja na kitambi, tafiti zinaonyesha kwamba kadri unavyokuwa unaongezeka mwili, unavyokuwa mkubwa zaidi, ndivyo pia mahitaji ya moyo kusukuma damu kufika kwenye kila eneo, hadi haya maeneo yaliyoongezeka unaongezeka. Yaani ni kama vile una shamba lako la heka 2, ulikuwa na mashine na umwagilia heka zote. Sasa umeneemeka, shamba limekuwa la heka 5, itabidi hii nguvu ya kusukuma damu kufika kwenye maeneo yote heka 5 basi iongezeke. Ndicho ambacho kinakuwa pia kinatokea. Lakini kingine ambacho kinatokea ni kwamba unapokuwa na uzito mkubwa au una kitambi, maana yake ni kwamba umeongeza au una kiwango kikubwa cha mafuta ya ziada kwenye mwili wako. Kwa hiyo haya mafuta yanafanya kwanza damu inakuwa nzito, inakuwa thick kwa sababu ya yale mafuta cholesterol nyingi kwenye damu ambazo zinasafisha ile mafuta ambayo ya ziada uliko nayo. Lakini vile vile mishipa ile ya damu inakuwa infiltrated na zile mafuta, kwa hiyo inakuwa migumu, haiwezi kutanuka na kusinyaa kirahisi kama ambavyo nimekuambia. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, kama una uzito mkubwa, hakikisha kwamba unaupunguza. Na uzuri kwamba tumeshaanza na hayo masomo. Kama hakuyapata haya masomo, unaweza ukaangalia somo la jana na somo la juzi, utaweza kuona. Kitu cha pili au kihatarishi cha pili cha ugonjwa wa pressure ni matumizi makubwa ya chumvi. Matumizi makubwa ya chumvi. Sasa hivi tunapata matumizi makubwa sana ya chumvi kwenye chakula chetu, ukiachilia mbali vile ambavyo tunapika, lakini kuna vyakula ambavyo tunavipata tayari vimeshapikwa na vinunua supermarket, vinakuwa vimeongezwa chumvi. Na chama cha wataalamu wa moyo wa Amerika wanasema tunatakiwa tupate angalau isizidi 3/4 ya kijiko cha chai cha chumvi kwa siku. Yaani kwenye milo yako ile ya asubuhi, mchana, jioni, kama unakula snacks zote, ukijumlisha ile kiwango cha chumvi ambacho unakula kisizidi 3/4 ya kijiko cha chai. Lakini kwa diet ambazo huwa mara nyingi tunakula mara 2 ya hicho kiasi. Kwa hiyo unakuta tunakula chumvi nyingi ambayo tunakuwa hatuhitaji. Chumvi ni muhimu, usipokula chumvi unaweza kupata changamoto pia, lakini chumvi kwa wingi pia ni changamoto kwa sababu inakwenda kuathiri moja kwa moja mishipa ya damu. Inaathiri utendaji kazi wa mishipa ya damu, hasa artery. Kitu cha pili, kitu cha tatu au kihatarishi cha tatu ni hali ya kutokufanya mazoezi. Kadri tunavyozidi kuendelea, tunavyokwenda maendeleo yanavyoendelea, tunavyozidi kupata hela, michuzi inavyoingia, maisha yanavyoneemeka, tunaanza kupunguza namna ya kufanya mazoezi au kumove. Kwa hiyo tunakuwa tuna maisha fulani hivi mazuri ya kuendesha gari, ya kukaa ofisini, ya kurelax kila wakati. Hatuna vitu vingi ambavyo vinashughulisha. Tafiti zinaonyesha kwamba kadri ambavyo mwili wako haufanyishi mazoezi, ile mishipa ya damu inakuwa inapoteza ule uwezo wake wa elasticity. Kwa hiyo unaongeza hatari pia ya kupata ugonjwa wa pressure. Na kihatarishi cha 4 ni vyakula ambavyo vimesindikwa. Moja ni kwa sababu ya chumvi ambazo zinakuwa zimeongezwa, lakini kwa sababu ya kemikali mbalimbali na mafuta mabaya ambayo yanatumika kwenye usindikaji. Kihatarishi cha 5 ni mafuta mengi mabaya kama nilivyozungumza hapo awali, lakini kihatarishi cha 6 matumizi makubwa ya sukari au vyakula ambavyo sukari, tuseme sukari kama sukari. Inaweza kuwa ni sukari ya kuongeza au vyakula vilivyokobolewa, namna hiyo vinaongeza hatari ya kupata pressure. Sio moja kwa moja, lakini katika namna ambayo ni indirect, kwa maana ya kwamba ukila sukari nyingi, kwa sababu pia haufanyi hata mazoezi, ile sukari itabadilishwa itakuwa mafuta, itatunzwa kule, itapunguza uwezo wa mishipa ya damu kufanya kazi yake, lakini ikiwemo na moyo wenyewe. Na kihatarishi cha 7 ni matumizi ya nyama kwa wingi, hasa nyama zilizosindikwa, kwa sababu ya mafuta mengi, yale mafuta saturated yanaongeza hatari pia ya kuharibu mishipa ya damu. Kihatarishi cha 8 ni kutokula matunda ya kutosha, kutokula mboga za kutosha na nafaka nzima za kutosha. Kumbuka katika vihatarishi ambavyo vinaongoza, yani vihatarishi vinavyohusiana na lishe, vinavyoongoza kusababisha vifo duniani, cha kwanza ni kutokula matunda ya kutosha. Alafu cha pili ni kula chumvi nyingi, ambapo wanasema watu ambao hawali matunda ya kutosha inachangia vifo karibia milioni 5 kila mwaka kwa watu wote duniani. Alafu watu wanaokula chumvi nyingi inachangia kama watu milioni 4 wanaokufa kila mwaka
duniani, na hiyo ni indirect kwa sababu ya magonjwa mbalimbali yanayosababishwa na tabia hizo ambazo nimezitaja. Chanzo ama kihatarishi cha 9 ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo. Ukiwa na msongo wa mawazo kila siku, wewe ni mtu wa sonona, unasikitika, upo katika hali ya kutokuwa na furaha, hali ya kutokuwa na utulivu, inaharibu mishipa yako ya damu na unajua katika hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Lakini tabia zingine ni kama matumizi ya pombe, matumizi ya sigara na tabia za kutokulala usiku. Tabia za kutokulala usiku zinahafifisha sana utendaji kazi wa mishipa ya damu ikiwemo hormone. Sasa unaweza kama umesikiliza lakini kuna vitu sijavitaja. Kwa mfano, sijataja kitu kama umri. Tunafahamu kwamba magonjwa ya pressure tumeyazoea kuwa kama magonjwa ya wazee. Lakini siku hizi sio ajabu ukienda wodini ukakuta mtu kijana ana miaka 25, ana miaka 30 amelazwa kwa sababu ya ugonjwa wa pressure. Siku hizi sio ajabu. Kwa hiyo mambo ya uzee yana uhusiano fulani kwamba kadri unavyozidi kuwa mtu mzima uwezo wako wa mwili kujitibu unapungua, lakini pia kwa sababu pia mtindo wako wa maisha unaendelea kujiharibu taratibu. Lakini sio kama kifungo kwamba kadri unavyozidi kuwa mzee lazima ugue pressure, hapana. Ila ni kwa sababu ya mitindo yote ya maisha inakuwa si mizuri. Ndio maana kadri unavyozidi kukua ndivyo ambavyo unazidi kukongoroka na ndivyo ambavyo unayakaribisha magonjwa. Lakini endapo kama ukivipunguza hivi vihatarishi, tafiti zinaonyesha jamii ambazo wanazingatia kuepuka hivi vihatarishi, kuepuka hizi tabia, wanaweza wakaishi wakawa mpaka na miaka 80, miaka 90 bila kuwa na magonjwa kama pressure. Ule uchovu fulani hivi wa uzee sio shida, lakini uzee sio ugonjwa. Uzee sio ugonjwa. Ukiwa na lifestyle nzuri unaweza ukawa mzee lakini bado ukawa na maisha fulani ambayo yako fit. Kitu kingine ambacho sijakisema ambacho nitarajia ungetaka kukisikia ni swala la kurithi. Ukija hospitali takuuliza una mjomba wako, baba yako au nani yako kwenye familia ana ugonjwa wa pressure. Tukiwa tunamaanisha kwamba haya magonjwa sugu au magonjwa haya ambayo sio ya kuambukiza yanaweza yakawa na uhusiano fulani kwenye familia. Na japokuwa pressure sio ugonjwa wa kigenetic, yani hakuna genes ambazo zinabeba ugonjwa wa pressure kwamba unaweza kuwa umerithi kwa mama au kwa baba, hapana. Lakini kuna vitu tunaviita epigenetics. Epigenetics ni kama taarifa za ziada kwenye vinasaba. Yani kuna vinasaba, alafu juu ya vinasaba kuna taarifa za ziada ambazo zinafanya hivi vinasaba ama vifanye kazi au visifanye kazi wakati fulani. Kwa hiyo hizi epigenetics ni vitu ambavyo vinaathiriwa na mazingira. Nikisema mazingira namaanisha ikiwemo chakula, ikiwemo emotions zako, hisia zako, ikiwemo hormones zako. Hizi epigenetics zinaweza zikaathiriwa na hayo mazingira. Na hizi epigenetics unaweza ukazirithi kutoka kwa bloodline yako, aidha kwa baba au kwa mama, hata kwa bibi babu huko nyuma unaweza ukavirithi. Kwa hiyo unaweza ukawa na umeongeza hatari ya kupata huu ugonjwa kwa kurithi hizi epigenetics kutoka kwa wazazi wako. Ni kama ile kwenye uzito mkubwa. Somo lilikuwa la haraka kwa sababu ya muda, lakini nitaka nizungumze hivyo kwamba hizi epigenetics ndizo ambazo unaweza ukadhirithi na zinaweza kwa kweli zikakupelekesha sana endapo kama usipokuwa makini. Kwa sababu bahati nzuri ni kwamba hizi epigenetics zinaathiriwa na mazingira. Kwa hiyo unaweza ukaziathiri katika namna chanya kwa kubadilisha lifestyle yako, kwa kuzingatia lisha yako, kwa kuzingatia emotions zako, kwa kuzingatia hormones zako zikiwa sawa. Unaweza ukaathiri na usipate magonjwa kama ambavyo baba yako au mama yako au ndugu zako nyuma walivyopata. Kwa hiyo kurithi au kuwa na wazazi au kuwa na ndugu ambao wana ugonjwa wa pressure sio kifungo kwamba ujiandae na wewe kuugua pressure, lakini nitahadhari kwamba ukae vizuri na lifestyle yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama tupo pamoja, hebu punga mkono. Sasa tuje kwenye dalili. Nadhani muda wangu unaniruhusu. Tuje kwenye dalili. Leo sina haraka kwa sababu somo likibaki tutaendelea kesho. Tuje kwenye dalili.
Nimezungumza mwanzo kwamba pressure ni silent killer. Yaani mara nyingi haina dalili yoyote ambayo ni significant. Unaweza kusema hii ni dalili, labda kama una malaria utasema naanza kusikia vibaya, nasikia homa na nini. Mara nyingi ukishaona dalili ya pressure tayari imeshafika pabaya sana. Yaani ukishaona labda kichwa kinaanza kukuuma, labda unaanza kupoteza uwezo wa kuona, unasikia kifua kizito, ukienda kupima utakuta tayari imefika 170, 180. Yaani tayari ni mbaya sana. Ndio maana utaona kuna baadhi ya watu ambao wanaingia kwenye hatari, kwenye magonjwa mengine makubwa au complications za pressure. Unakuta labda mtu ghafla tu tunasema alikuwa mzima, lakini mara akapata stroke. Alikuwa mzima, mara nasikia figo zake zimefeli. Alikuwa hajui. Japokuwa sio mara nyingi inatokea hivyo. Inaweza zikaanza hizi dalili za awali, kichwa kinauma na nini, utaenda kucheck utakuta pressure, lakini wakati fulani ikatokea yani over the sudden tu ukakuta tayari umeingia kwenye complication mbaya ya pressure. Kwa hiyo ndio maana huwa tunashauri ni vizuri kucheck afya kwa haya magonjwa ambayo huwa hayana dalili zile za waziwazi katika hatua za mwanzo. Ni vizuri ukawa na check mara kwa mara. Sasa watu wazima ni vizuri kuangalia mara kwa mara. Hata miezi 3, miezi 6, angalia pressure zako zinaendaje. Ni vizuri ukajua kuliko kusubiri surprise. Kwa hiyo hizo ni dalili. Kwa hiyo hakuna dalili ile ya awali. Huwa ni surprise na inakuwa katika hali ambayo ni mbaya.